Daktari Samia Suluhu Hassan alizindua kampeni zake Dar es Salaam katika jimbo la Kawe katika viwanja vya Tanganyika Packers, lakini kampeni zile zilikuwa ni uzinduzi wa kitaifa. Sasa anakuja kwa ajili ya kampeni ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kampeni katika mkoa wa Dar es Salaam tumezigawanya katika makundi matatu, ambapo tarehe 21 kuanzia asubuhi saa 3 asubuhi Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na msafara wake watafanya mkutano wa hadhara katika viwanja vya Leaders vilivyoko Kinondoni jijini Dar es Salaam. Mkutano huo utahusisha majimbo manne: majimbo ya Kibamba, Ubungo, Kinondoni yenyewe pamoja na Kawe. Ikumbukwe kabla ya kuja kuwa na wilaya nyingi, kulikuwa kuna wilaya 3, na wilaya ya Kinondoni ya zamani ilikuwa ikihusisha majimbo hayo. Mkutano wa pili utafanyika tarehe 22 ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan na msafara wake watafanya mkutano katika viwanja vya Kecha vilivyoko Kinyerezi katika jimbo la Segerea. Mkutano huo utahusisha majimbo yote ya mkoa ya wilaya ya Ilala, kwa maana ya Ilala yenyewe, Segerea, Ukonga pamoja na Kivule. Na mkutano wa mwisho utahitimishwa katika viwanja vya TANESCO vilivyoko Vituka, ambapo mgombea wetu watawanadi wagombea wa majimbo ya Kinondoni, Mbagala, Chamazi pamoja na Temeke yenyewe. Mikutano hii itafanyika kwa mfululizo siku 3, na baada ya hapo Mheshimiwa Rais na msafara wake wataendelea maeneo mengine. Katika msafara huo atafuatana na katibu mkuu wa CCM pamoja na baadhi ya mawaziri wa kisekta kwa ajili ya kujibu kero mbalimbali za wananchi. Ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 pamoja na dira na mwelekeo wetu wa 25 mpaka 50 vitaradiwa katika mikutano hiyo mitatu. Ninawashukuruni sana, nawakaribisha wana Dar es Salaam, mabibi na mabwana, wenye vyama na wasio na vyama, waje wasikilize sera, waje wasikilize mwelekeo, waje waone mkataba wetu CCM na Watanzania wapi tumekusudia kuwapeleka. Hotuba zitakazojaa maendeleo, zitakazojaa upendo, zitakazojaa amani zitatolewa na viongozi mbalimbali wa chama chetu. Nirudie kuwahimiza wakazi wote wa Dar es Salaam na viunga vyake kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani, kujiepusha na lolote linaloweza kuleta madhara na kuharibu uchaguzi huu. Uchaguzi upo, utafanyika kwa amani. Serikali na dola zimejizatiti kuhakikisha kila mmoja anatimiza haki yake ya kimsingi kwa amani na utulivu.